wewe ni mwanaume na kama wewe ni mzee umri wa miaka 60, kama unajua uchungu ya watoto, Bwana William Ruto, wewe ni mzee umri ya mama yangu, huko na miaka 60, kama unajua uchungu ya watoto na wewe ni mwanaume, wacha kufuata Rigathi umpige kwa kanisa ndio watoto wakufe. Unajua kwa Rigathi hapa Karen, unajua kwa Rigathi hapa wa Munyoro, siku ya Jumapili asubuhi 6, enda kwake kwa gate, chukua maaskari, chukua wakora, enda ufungie yeye kwake kwa boma, asiende kwa kanisa kama wewe ni mwanaume. Sababu mimi sielewi hii upuzi unatekeleza hapa. Unajua kwa Rigathi Karen, unajua kwake, unajua kwake wa Munyoro, kama wewe ni mwanaume, Jumapili 6 in the morning, tuma maaskari wako na wakora wako hapo kwake kwa gate, ufungilie yeye kwenda kwa kanisa. Lakini hauwezi kuwa unatulia watoto hapa kwa sababu ya mtu mmoja. Hauwezi tulia wa mama wetu hapa kwa sababu ya mtu mmoja, na hata haifanyi kazi. Wale wazazi wetu wako na health issues. Mnataka kuwaua kwa nini? Mnataka kuwaua kwa nini? Bwana William Ruto, hatutakubali uwe wazazi wetu kwa sababu ya Rigathi Gachagua. Hatutakubali uwe watoto wetu kwa sababu ya Rigathi Gachagua. Kama wewe ni mwanaume, enda kwake Jumapili asubuhi, fungia yeye huko, asiende kwa kanisa. Mbona mnagojea mpaka afike kwa kanisa ndani ndio mumpigie huko ndani? Simshike yeye kwa barabara akienda kwa kanisa. Kama hako na kesi, fungulieni yeye mashtaka. Rigathi ni mtu mmoja. Hauwezi uwa watu wengi hapa Mlima Kenya kwa sababu ya mtu mmoja. Rigathi is only one man. Hatuwezi kubalisha watu wetu wakufe kwa sababu ya mtu mmoja. Kama huko na vita, si mlifukuza yeye kwa serikali. Ingawaje mlifukuza yeye kwa serikali na mkamtabiria miezi 3 atakuwa ameisha. Ile inawasumbua ni hiyo utabiri yenu, mlimtabiria utabiri ya giza, hakuisha baada ya miezi 3. Mwaka imeisha, bado mnakimbiza yeye. Na kama mko na shida na yeye kabisa, simumuue basi. Kama mko na shida na yeye, simumuue basi kuliko kuwa watoto wetu. William Ruto, kama uko na shida na Rigathi, ulifukuza yeye kwa serikali. Haujafungulia yeye mashtaka kama iko makosa alifanya. Haujafungulia yeye mashtaka. Kuliko utulie watoto na wazazi, si uchukue Rigathi uwe kama unataka hivyo. Chukueni yeye mumuue kama mnataka hivyo. Kama nyinyi wanaume, hakuna mtu hajui kwake, mnajua kwake nyinyi wote. Lakini huu ukora unafiki hapa ya kuja kuhangaisha raia hapa. Mnakuja kupiga watu wetu kwa sababu ya mtu mmoja. Hiyo mchezo hatutakubali. Hatutakubali hiyo mchezo. Chukueni yeye muende mumuue kama mnataka kumuua ndio mridhike. Na mjue na nyinyi mkimuua ya Wakenya, hamjambo pahali popote mlipo. Jioni ya leo ni mimi wenu Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio chairman wa Nugema Young Leaders Movement ama mtetezi wa viongozi vijana kutoka hapa Mlima Kenya. Na nimekuja hapa kuzungumza kwa sababu ya yale mambo ambayo yametokea siku 2 zimepita, na mimi nasikia nimechoka kuambia William Ruto kitu ambayo hasikii. Hii mambo ya fujo imezidi katika taifa letu, na hii mambo ya vita kila siku imezidi katika taifa letu, na hii maneno tunashuhudia hatukuiona katika serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Ingawaje walipitana mara mingi na mdogo wake ambaye alikuwa William Ruto, hii fujo mingi naona William Ruto akiwa naye, Uhuru Kenyatta hakuwa naye. Na nakumbuka vizuri ya kwamba William Ruto akiahidi taifa ya kwamba siku atakuwa rais wa jamhuri hii, hata kubali chini ya uongozi yake askari watumike kuhangaisha wanasiasa wale wengine. Na mimi nakumbuka vizuri ya kwamba William Ruto akisema ya kwamba hata tumia maaskari kufanya siasa zake. Akasema ya kwamba atapatia idara ya polisi wakuwe na bajeti yao ili wajisimamie, ili wao wanafanya mambo yao ya kutekeleza kisheria bila kuingiliwa na wanasiasa. Na tukaona pale akiwasainia hiyo pesa ya bajeti yao kama idara ya polisi wao wanajisimamia ili wakuwe na budget enough kufanya shughuli zao za kulinda taifa na kuweka amani. Na mimi nashangaa ile mambo nimeona sasa inaendelea katika taifa letu. Mahali imefika sasa, imepita mipaka. Na mahali imefika ni kama tunazungumzia mawe.
Na mimi nataka nikumbushe wa Kenya hapa, kwa sababu mimi si mtalii katika Kenya, nimekuwa hapa. Hata kama mimi ni kijana, iko mambo nimejionea kwa muda mrefu, na iko mambo hadi wa leo hii iko katika kwa mawazo yangu. Nataka nikumbushe wa Kenya, ile barabara tulipitia tukajipata katika machafuko ya 2007. Hiyo barabara ilianza vile ambavyo William Ruto ameanza leo. Ile barabara tulipitia kama taifa, tukajipata katika machafuko ya 2007. Tulianza vile ambavyo William Ruto ameanza. And the only common denominator in all these things, it is William Ruto. Kwa sababu 2007 William Ruto alihusika. Saa hii 2026 William Ruto anahusika. Wale wengine wote walihusika 2007, wengine wamefariki, wale hawajafariki wamestaafu katika siasa. Yule amebaki, wale wahusika wote wa machafuko ya 2007. Yule tu amebaki ni William Ruto. Na ndiyo maana ameanza kutupitishia hiyo barabara. Mimi nataka niongelesha William Ruto. Wewe ni mzee rika ya mama yangu, uko na miaka 60 kama mama yangu. Kwa hivyo nataka nikuongelesha kama mzazi, sitakuongelesha kama rais wa taifa. Nataka nikuongelesha kama mzazi. Ulihusika katika machafuko ya 2007. Watoto wakachomoa kwa kanisa ndani, mpaka ukashtakiwa kule Hague. Kila Mkenya anajua hiyo. William Ruto ukazunguka katika taifa, tukakuombea. Sisi kama Wakenya tukasameheana na tukasema tusonge mbele. Lakini mimi leo hii kama kijana katika taifa hili nahuzunika, bwana William Ruto. Wewe ni mzee umri ya mama yangu bana. Mimi nahuzunika nikiona William Ruto, ila machafuko ilifanyika kwa kanisa huko Kiambaa 2007. Chini ya uongozi yako, chini ya ulinzi yako, chini ya your instructions, imeanza kufanyika tena hapa Central Kenya. Na mimi nataka niambie taifa, wale manusuru walibaki kule 2007 baada ya watoto na wazazi wetu kuchomoa kwa kanisa kule Kiambaa Rift Valley kwa kina William Ruto. Wale walinusurika wakakimbilia hapa Mlima Kenya kutafuta amani. Ndio hao bado William Ruto na wakora wake sasa anafuata pia kwa kanisa, awaulie kwa kanisa ndani. Nataka nirudie hapa, munipeleke kwenye mtataka kunipeleka. Wale manusura walibaki katika machafuko ya 2007. Wale walipotea baada ya wengine kuchomoa kwa kanisa kule Kiambaa, wakakimbilia hapa Mlima Kenya kutafuta amani na kuokoa maisha yao. Ndio hao tena miaka 11 baadaye William Ruto anawafuata mahali walipotelea huku Mlima Kenya, anawafuata kwa kanisa vile walifanya kule Kiambaa wafanya hapa tena. Kwa sababu kupiga watoto marisasi na matia gas kwa kanisa, hiyo ni machafuko ya 2007. Hakuna tofauti vile kulifanyika Kiambaa na vile kunafanyika leo hii hapa Central Kenya. William Ruto bana, hauwezi aibika, miaka 3 haijakwisha tangu wapishwa hapa na Biblia na ukasema ya kwamba hautakubali chini ya uongozi wako watu waumizwe na maaskari kwa sababu ya siasa. Mimi leo hii nashangaa kule Nyeri siku ya Sandi, watoto walilia machozi wakapiga nduru, wanapigwa tear gas na marisasi kwa kanisa. Hiyo ni ile machafuko mlitekeleza Kiambaa 2007 mpaka ukastakiwa kule Hague, ndio umeweza kuleta hapa Central Kenya. Hata utu hamuna jamani, hata utu hamuna jamani, hata utu hamuna, hata utu hamuna bwana William Ruto. Wazazi ambao wamezeeka wako na umri ya miaka 70, 80, watu ambao wako na health issues wako pale kwa kanisa, mnawapiga marungu, mnawapiga na tear gas, wengine mpaka wana collapse. Watoto wachanga wa miaka 10, miaka 9, miaka 8, wengine hata ni watoto wananyonya wa miaka 2. William Ruto unakubalisha wanafuatwa kwa kanisa ndani wanapigwa. Na wale wananiambia hapa, let me clear this for the avoidance of doubt. Let me clear this. Wale ambao wananiambia nisitaje William Ruto kwa sababu hakuonekana kule Yodhaya,
Wale wananiambia ni wapi tuliona William Ruto kule Othaya. Nataka niwajibu hapa. William Ruto is the head of state. The police are controlled by the state. And William Ruto is the head of state. Hakuna maaskari wanaweza tekeleza kile kitendo katika nchi ya Kenya without the instructions, without the facilitation, without the goodwill of the head of state. Hakuna mtu alikula Biblia na William Ruto ya kusema ya kwamba watalinda nchi. Mimi naona watu wengine sasa ni sawa, ni haki yao. Naona ni sawa tu. Naona watu wengine wanaekelea mzigo yote. Wale wabunge wanafuata William Ruto hapa. Ni sawa, wanatumika. Wale ambao wanatumiwa kutekeleza hicho kitendo, wabunge wanafuata William Ruto hapa, akina Eric Wamumbi, kina Betty and the rest, ni sawa, wanahusika. Lakini shida sio Eric Wamumbi. Eric Wamumbi hana nguvu ya kucontrol maaskari. Yule ako na nguvu ya control maaskari Kenya hii ni William Ruto kupitia IG. Yule ako na nguvu ya kuachilia maaskari wakapiga watu wetu tear gas na marisasi wakawaue. Yule ako na nguvu kisheria, kikatiba ya kufanya hiyo kazi ni William Ruto kupitia IG. He is the head of state. Yeye ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya. Maaskari, wanajeshi, wakora, wezi, kila kitu wote tuko chini yake. Sisi wote tuko chini yake. Yeye ndiye ana kiongozi wa taifa. Kwa hivyo in as much as tunatupia wale mawe, na ni sawa tuwatupia mawe kwa sababu pia wao ni washenzi wajinga, wamekubali kutumika kama tissue. Lakini makosa kubwa hata si ya hao, makosa kubwa yule mtu anakaa pale State House, yule mtu wa kanisa, yule mtu anajifanya ndugu mdogo wa Yesu Kristo. Kila Sunday ako na Biblia, anaenda kwa kanisa kusema mwadhani agosho. Shida ya Kenya, vita ya Kenya, yeye mwenyewe ndiye anaanzisha. Yeye mwenyewe ndiye anapiganisha. Ni vizuri nisemee hapa. Hakuna mbunge hata moja. Kwa sababu ni sawa tunajificha na hawa wabunge kila saa. Tunalilia hawa wabunge kila saa. Huyu mwanamke wa Murang'a hapa anaitwa Betty hana nguvu ya kucontrol IG. Yule mtu wako na nguvu ya control IG ni Bwana William Ruto. Na yule mtu wako na nguvu ya kucontrol askari ni IG. Kwa hivyo msije hapa muweze kubishana na umbwa, na mwenye umbwa ndiye yako na maneno. Mimi sijakuja hapa kubishana na umbwa. Mwenye umbwa ndiye yako na maneno. Ukiona umbwa inakukula, ukiona umbwa inakukimbiza, imeamrishwa na mwenyewe. Hizi umbwa zinakula watu wetu, zinawaua, zinawahangaisha. Ziko na mwenyewe, na mwenyewe kisheria ni William Ruto. Sidhani kufikia sasa hakuna mtu ameona, sidhani kuna mtu hajaona ile video ambayo inazunguka katika mitandao. Gari ya askari zikicoordinate na gari ya maguns ambayo ni matatu haina number plates. Zinakuja pamoja zote. Tunaona maaskari wakiwa na mabunduki wanashuka katika gari ya askari, maguns wakiwa na miti ya majembe wanashuka katika matatu. Driver wa askari mwenye anaendesha gari ya maaskari na driver mwenye ako na matatu wanaongeleshana, wana coordinate. Watu wanashuka, wanaungana, askari na guns wanaanza kupiga watu na kuwatupia marisasi. Bwana William Ruto, hapa Central Kenya hakuna wizi ya ng'ombe inaendelea hapa. Mbona unatutumia maaskari na wakora wapiga watu wetu? Wizi wa ng'ombe unatekelezwa kule Rift Valley. Si utumia hao maaskari angalau kwenda kuokoa wale watu wanaibiwa mang'ombe. Si utumia hao maaskari kwenda kulinda Wakenya mahali wanapigwa na Al-Shabaab kila siku. Sisi hapa hatuna vita. Na kama iko mahali hatutakubali vita, mahali imefika ni Central Kenya. Central Kenya ndio kipande ya taifa, mahali ambapo kumekuwa na amani overall. Sisi tuko jamii zote hapa katika Central Kenya za taifa hili. Na hakuna siku moja tumepigana baina ya makabila. Ukikuja hapa Kiambu 40% ni watu kutoka jamii tofauti. Ukienda Murang'a vile vile, ukienda kule Nyeri vile vile. It's only Central Kenya tuko na jamii zote kutoka taifa la Kenya. Na hakuna siku hata moja tumekuwa na vita baina ya makabila. Hii vita inaanzishwa hapa, mimi nashangaa. Na ndio maana nasema hii ni ile walitekeleza kule Kiambaa, wakachomea watu wetu kwa kanisa.
Wale walipotelea huku ndio William Ruto amefuata kwa kanisa, anataka kuamaliza. That is what is happening. Tuambiane tu kweli. Na niambie William Ruto. Niambie William Ruto. Kama wewe ni mwanaume na kama wewe ni mzee umri wa miaka 60, kama unajua uchungu ya watoto, Bwana William Ruto, wewe ni mzee umri ya mama yangu, huko na miaka 60. Kama unajua uchungu ya watoto na wewe ni mwanaume, wacha kufuata Rigathi umpige kwa kanisa ndio watoto wakufe. Unajua kwa Rigathi hapa Karen, unajua kwa Rigathi hapa wa Munyoro, siku ya Jumapili asubuhi 6, enda kwake kwa gate, chukua maaskari, chukua wakora, enda ufungie yeye kwake kwa boma, asiende kwa kanisa kama wewe ni mwanaume. Sababu mimi sielewi hii upuzi unatekeleza hapa. Unajua kwa Rigathi Karen, unajua kwake. Unajua kwake wa Munyoro, kama wewe ni mwanaume, Jumapili 6 in the morning, tuma maaskari wako na wakora wako hapo kwake kwa gate, ufungilie yeye kwenda kwa kanisa. Lakini hauwezi kuwa unatulia watoto hapa kwa sababu ya mtu mmoja. Hauwezi tulia wa mama wetu hapa kwa sababu ya mtu mmoja, na hata SHA haifanyi kazi. Wale wazazi wetu wako na health issues. Mnataka kuwaua kwa nini? Mnataka kuua kwa nini? Bwana William Ruto, hatutakubali uwe wazazi wetu kwa sababu ya Rigathi Gachagua. Hatutakubali uwe watoto wetu kwa sababu ya Rigathi Gachagua. Kama wewe ni mwanaume, enda kwake Jumapili asubuhi, fungia yeye huko, asiende kwa kanisa. Mbona mnagojea mpaka afike kwa kanisa ndani ndio mumpigie huko ndani? Simshike yeye kwa barabara akienda kwa kanisa. Kama ako na kesi, fungulieni yeye mashtaka. Rigathi ni mtu mmoja. Hauwezi uwa watu wengi hapa Mlima Kenya kwa sababu ya mtu mmoja. Rigathi is only one man. Hatuwezi kubalisha watu wetu wakufe kwa sababu ya mtu mmoja. Kama huko na vita, si mlifukuza yeye kwa serikali. Ingawaje mlifukuza yeye kwa serikali na mkamtabiria miezi 3 atakuwa ameisha. Ile inawasumbua niyo utabiri yenu, mlimtabiria utabiri ya giza, hakuisha baada ya miezi 3. Mwaka imeisha, bado mnakimbiza yeye. Na kama mko na shida na yeye kabisa, simumuue basi. Kama mko na shida na yeye, simumuue basi kuliko kuwa watoto wetu. William Ruto, kama uko na shida na Rigathi, ulifukuza yeye kwa serikali. Haujafungulia yeye mashtaka kama iko makosa alifanya. Haujafungulia mashtaka. Kuliko utulie watoto na wazazi, si uchukue Rigathi uwe kama unataka hivyo. Chukueni yeye mumuue kama mnataka hivyo. Kama nyinyi wanaume, hakuna mtu hajui kwake, mnajua kwake nyinyi wote. Lakini ukora unafiki hapa ya kuja kuhangaisha raia hapa. Mnakuja kupiga watu wetu kwa sababu ya mtu mmoja. Hiyo mchezo hatutakubali. Hatutakubali hiyo mchezo. Chukueni yeye muende mumuue kama mnataka kumuua ndio mridhike. Na mjue na nyinyi mkimuua mjue Kenya itabaki. Lakini hatuwezi kubali kuendelea namna hii. Hatuwezi kubali kuendelea namna hii. Mimi nataka niongeleshe wanaume wa Nyeri. Nataka niongeleshe wanaume wa Nyeri. Hatuwezi kuwa na wanaume kwa hiyo kijiji. Hatuwezi kuwa na wanaume kwa hiyo kijiji ya Othaya ambaye wananyamaza watoto na wamama wakipigwa na wanaume wengine. Kama William Ruto anataka vita, wacha ikuwe vita. We are going to have a declaration. And this is going to be very serious. Kama kiongozi wa taifa hata acha hii upuzi. Kama William Ruto hata zima hii vita, we are going to have a declaration. Kama wanaume wa hapa Mlima Kenya, hatutakubali mwanaume yote, kwa sababu hakuna mwanaume ametahiri mara 100 ama mara 3. Hakuna mwanaume ametahiri kuliko wale wanaume wengine. Hatutakubali mwanaume hata mmoja kukuja kupigwa watoto wetu na wazazi wetu kwa kanisa. Hatutakubali. Hatutakubali. Nataka niambie jamii yetu, wale wanaume wote wanasikia kwamba ni wanaume na wametahiri, kuanzia sasa kuendelea, hakuna mkora ama askari ama mtu yote ameamrishwa na William Ruto tutakubalisha yeye kukuja hapa kupiga watoto na kupiga mabibi zetu na wazazi wetu. Kama mko na haja na Rigathi, muendeeni kwake. William Ruto, uko na haja na Rigathi, muendee kwake, unajua kwake, muendee kwake. Lakini kama ni askari, ikuwe wakora, ikuwe nani, wanaume wote Mlima Kenya wale ambao wametahiri, tutaungana na hatutakubalisha mtu hata mmoja kupiga watoto wetu, mabibi zetu na wazazi wetu. Hatutakubali.
Hatutakubali. Kama mbaya wacha ikuwe mbaya. Kama mbaya wacha ikuwe mbaya. Lakini hatutakubali. William Ruto hata heri uwe sisi, wachana na watoto wetu bana. Uwe sisi, achana na watoto wetu. Uwe sisi. Uwe sisi wanaume. Achana na watoto wetu, achana na wazazi wetu wakae. Lakini hatutakubalisha hii upuzi. Na tuambie kanisa. Tuambie kanisa. Huyu mtu mliekelea mikono hapa mkaombea kila siku wakati alikuwa analialia. Ndiye leo hii anawahangaisha. Niambie mapasta wale bado hawajanunuliwa na Kasongo. Niambie mabishops wale wote bado hawajanunuliwa na William Ruto. Niwaambie. Hii vita mnaona ndani ya kanisa imepangwa na imegharamiwa na William Ruto mwenyewe. Nataka mnisikiza vizuri maaskofu, msije mkandanganywa na mtu yeyote. Eti mbunge fulani ndiye anapiga nyinyi. Eti mbunge fulani ndiye anapiga nyinyi. Yule mwenye anapanga kila siku kupiga nyinyi kwa kanisa na amegharamika kuhakikisha kwamba mmepigwa kama maaskofu ni William Ruto mwenyewe. Na niambie maaskofu wakuwe na umoja kama watu wa pikipiki. Watu wa pikipiki ukiguza mmoja utahama kwako. Ndivyo wanafanyanga. Mimi nataka niambie askofu hapa mkuwe na umoja kama watu wa pikipiki. Kama William Ruto ametuma wakora akapiga kanisa fulani watu wakiwa ndani. Hizi kanisa zingine zote katika Jamhuri ya Kenya mnafaa kufungia William Ruto. Mnafaa kufungia William Ruto. Kama iko maaskofu ambao wanaomba Mungu katika nchi hii. Kama iko maaskofu ambao wanahubiri Mungu wa kweli. Kama iko maaskofu ambao wameitwa katika nchi hii wanahubiri injili ya kweli. Vile ambavyo William Ruto amefanya mara mbili kupiga watu kwa kanisa ndani. Mnafaa mfungie yeye asikubalishwe kuingia katika kanisa lolote hapa Kenya mpaka akomeshe hiyo maovu anatekeleza. Yes, that is my petition to all the bishops. Kama kweli hii Kenya iko na watu wanajiita watu wa Mungu maaskofu. Ile ghadhabu kubwa mnafaa kupatia William Ruto. Hafai kukubalishwa kuingia kanisa lolote katika Jamhuri ya Kenya mpaka akomeshe na aache kufanya hiyo maovu anatekeleza ndani ya madhabahu. Na tutagojea. Tutagojea tuone kama mtafanya hivyo. Lakini hatuwezi kubali na hatutanyamaza hii maovu kiendelea. Ile kitu nilikuwa nataka niwaambie na niambie wa Kenya. Msije mkaona wabunge. Hii kitu ni William Ruto anatekeleza mwenyewe. Hii kitu ni William Ruto anapanga mwenyewe. Hii kitu ni William Ruto amekubalisha maaskari watumike wenyewe. Hakuna mtoto mmoja anaweza tumia askari kama rais hajaamrisha, kama IG hajaamrisha. In any case, yule mtu wako na kazi kisheria kulinda sisi ni William Ruto. And that is why malalamishi yote tunaipeleka kwa mlango yake. Malalamishi yote tunaipeleka kwa mlango yake. Na William Ruto ni mzee wa miaka 60. Sasa umezeeka. Hata umeitwa babu. Na wale watoto walikuwa wanalia hapa Sunday. Hao ni watoto wanafaa hata hawafai kukuita dadi, wanafaa kukuita babu. Unahisi namna gani wajukuu wako Bwana William Ruto? Hata kama huhurumii mtu yote kwa hii dunia, ulihisi namna gani ukiona wajukuu wako wakiteseka hivyo? Wanalia, wanapiga nduru kwa sababu ya kuangaishwa na maaskari wako. Shame on you. Mwisho nikimalizia, niambia watu wa ODM. Tukiwaambia William Ruto ni mkora, tunajua vile tunawaambia. Hiyo story anawaambia hapo. Hiyo story anawaambia hapo ya kumaliza ODM. Anagawa ODM mara mbili. Kisha wadanganya ya kwamba mumalize ODM na yeye amalize UDA. Ndio mtengeneze chama moja. Ile ambaye atasema ni chama ya kitaifa. Anataka awakoni nyinyi muingie katika hiyo chama na hakuna kitu mtanegotiate kwa meza. Hiyo ndio ile ukora alifanyisha Uhuru Kenyatta hapa 2016. Alikuja hapa akadanganya Uhuru Kenyatta wavunje vyama zao, tukavunja TNA. Eti tukuja hapa tutengeneze chama cha kitaifa.
Yale yalifuata hata nyinyi mnajua. Hivyo niambie watu wa ODM, yule mtu si mjinga. Jamani, Conman wa kusomea. Mkisikia nawaambia hiyo ODM mvunje, yeye avuje UDA, muungane, mshikane, mtengeneze chama moja ya kitaifa. Hiyo ndio inakuanga wimbo yake, akitaka kuingiza mahali ndio wanyang'anye. Na mkikubali kuingia katika hiyo mtego, mtasafiri katika uchaguzi ya 2027 na gari yake. Na mkifika pale juu, ile kitu mnataka kunegotiate kwa serikali hamtapata. Na ni aibu sana wana ODM, chama imetengenezwa, chama imepiganiwa vita miaka 20, ikuje kumalizia na kuvunjwa na William Ruto. Kama haijawahi tawala Kenya, kama haijapata nafasi moja kuu katika nchi hii, itakuwa kazi ya bure ya miaka 20. Kwa hivyo sisi ni kuwashauri tu, nyinyi kama mtaanguka kwa mtego ya William Ruto ni sawa. Sisi hakuna kitu tunapoteza. Lakini kama mko na maono ya kusukuma ile kazi baba aliacha, kama mko na maono ya kusaidia Wakenya ile baba alikuwa anafanya, kama mko na maono kama chama cha ODM kuunda serikali na kuongoza taifa, hiyo mambo ya William Ruto kudanganya nyinyi mvuje hiyo chama lazima mkatae. Naona amepatia Mama Ida kazi juzi, ndio kazi ya kugawa ODM ikuwe rahisi. Huyo ndio William Ruto. Na bado mtaona mengi. Lakini mkikubali kuingia katika mtego yake, msambaratisha hiyo chama, mtakuja kulia na nduru mtapiga. Na ile siku mtakuwa mnapiga nduru, msije mkasema sisi wenzenu wa kutoka Mlima Kenya hatukuwashauri. Ni hayo tu kwa leo. Kama kuna swali tutachukua swali moja. Even question tutachukua swali moja. Tuliona President Ruto alisema kwamba nchi ambayo inaenda mbele ama inakuwa kwa njia nzuri inahitaji kuwa na dictator. What's your take on that? Hiyo ndio lugha ya Conman. Hiyo unaona hivyo venye alisema, hiyo ni lugha ya Conman. Wewe ni mjinga. Na hiyo ni kitu umefanya mara mingi. William Ruto kimchallenge. Juzi tumemwona huyu kijana anaitwa Ndege Nyoro. Amemchallenge tu. Akamwambia hii mbinu mnatumia hapa kuuza Safaricom haifai. Tunafaa kutumia hii kama taifa. Ndege Nyoro tu kuwashauri tu vile ambavyo wanafaa kufanya. Nisikia William Ruto anaita huyo kijana ni mjinga. Akasema hana akili. Na hivyo ndivyo anaambianga kila mtu. William Ruto kimchallenge anakuambia huna akili na hujielewi. William Ruto alishi kusema baba ni mtu tu ya tibi mnatiarana. Ama hakuwa anasema hivyo? Si alishi hapa kusema baba hana akili na hana plan, yeye ni mganga. Kazi yake ni kung'oa reli, hajui chochote. Alisema hivyo. Juzi baadaye vile walisalimiana hapa na akaambia baba atamsaidia kusimama kiti ya AU. Alimuita majina yote tamu ya dunia hii. Vile mzee baba amefariki hapa juzi, Ruto alikuwa amecram speech ya 1 hour ya kupongeza baba na kusema vile alikuwa mtu wa maana. Na miaka ya hapo nyuma ndivyo tu alikuwa anatuambia ujamaa ni bure. So hiyo William Ruto, hiyo ni tabia na kuanga na maconmen mara mingi. Wakati unamchallenge, wakati haumpatii ile mapendekezo yeye mwenyewe angetaka, anaanza kukuita majina. Na William Ruto ndiye rais wa kwanza katika Jamhuri ya Kenya kutusianga wa Kenya kila siku akiamuka. Is the first president in this republic kutusi wa Kenya. Ukimchallenge, ukifanya nini? Juzi alitusi wa Kenya akasema sijui wako ni wachawi, sijui akasema nini. Sasa hii ni viongozi anatusi kila siku. William Ruto, kama viongozi wamekuchallenge, wacha kuwatusi, wacha kuwazima na matusi. Kama wewe ni kiongozi, wacha kuwazima na matusi kama wewe ni kiongozi. So mimi nakataana na hiyo maneno yake ya kusema ya kwamba zile nchi zimeendelea ni zile nchi ambazo zinaongozwa na kifua. Hiyo ni mafikira ya Conman. Kama kuna swali lingine, pengine tulisikia Ruto akisema kwamba uchaguzi wa 2027 ataweza kushinda wapinzani wake na margin of 3 million. Will that be possible? Itakuwa possible wapi? Kama hata hajui nani, kama hata hajajua anashindana na nani.
Juzi alipita tu kidogo tu na kura 200,000. Na saa hiyo Mlima Kenya tulikuwa tumempatia kura zetu zote. Saa hii hakuna mtu hata mmoja Mlima Kenya nitampatia kura isipokuwa wenda wazimu, na wenda wazimu si wengi, ni wachache. Hata soko mzima inakuanga tu na mwenda wazimu mmoja ama wawili. Kwa hivyo kawaida wenda wazimu hawakuangi wengi. Wale pengine watakatana na sisi hapa Mlima Kenya waende kumsaidia. Hizi kura nasema sijui atapita na zaidi ya milioni 3. Jamii ya Mlima Kenya hapati kitu. Jamii ya Wakamba kawaida hawatampatia, hata hawakumpatia. Jamii ya kule Western hawatampatia. Jamii ya Maa hawatampatia. Jamii ya Wajaruo kawaida hawatampatia kura. Hata siku anazika baba, hata yeye aliona dalili. Hao watu hawataki yeye. Na kama iko watu at least wanajua ya kwamba William Ruto ni conman, ni jamii ya Wajaruo, hawezi muamini. Kwa hivyo hizi kura nasema atashinda, hata sisi tunajiuliza atatoa wapi. Na hata wale alikuwa anaambia, kama mliangalia jana, mahali alisemea hivyo. Wale alikuwa anaambia jana eti atashinda na zaidi ya milioni 3, hawakufurahia. Sababu walijua anadanganya tu, na ni watu wa UDA alikuwa anaambia. Mlisikia wakicheka? Mlisikia wakicheka? Mlisikia wakipiga makofi? Hawakushangilia. Hawakushangilia kwa sababu wanajua anauza nguruwe katika msikiti. Na hiyo ni kitu ambacho haiwezekani. Kwa hivyo niambie William Ruto, acha kujipiga kifua my friend. Unajua ile kitu William anafanya, anajaribu kuhype. Na hakuna kitu ya aibu kama kuhype kitu hakuna. Anajaribu kuhype ili jamii yake hapa ya Wakalenjin ione ni kama bado wako anapumua. Hawajui siasa ya William Ruto iko ICU. Tunahesabu siku. Tunahesabu siku. By 2027 August atakuwa hapo sugoi nyumbani. Ndio maana anajaribu kuhype hapa. Aonekana ni kama bado wako, lakini hata yeye anajua hayuko. Kwa sababu wapinzani wa William Ruto si Kalonzo. Wapinzani wa William Ruto si Rigathi Gachagua. Hata akimuua, by the way, nimwambie, hata akimuua, acha hivyo wanamfuata kwa kanisa, hata akimuua. One time si Rigathi ameleta ama Kalonzo ama Matiang'i. One time ni Wakenya walileta mwaka wa 2024. Siku walichoka na uongozi wa kimabavu. Siku walichoka na uongozi wa kumwaga damu. Na Wakenya hawajahama hapo. Wakenya hawajahama hapo. The United Opposition Leaders, wao ndio wamekuja sisi mahali wa Kenya tulikuwa. Ni vizuri niambie William Ruto. Hii one time haikuanza na Rigathi. Rigathi mlikuwa naye kwa serikali. Ukafukuza yeye baadaye. Ndivyo uone kama utajaribu hapo kutengeneza mambo yako. One time ni Wakenya walianza. Hawa viongozi wamekuja wakatupata tukisukuma gurudumu la one time. Kwa hivyo William Ruto, wapinzani wako ni Wakenya milioni 50. Wale ambao unanyanyasa na kuua na kuangamiza kila siku. Na hasa milioni 22 wale ambao watapiga kura 2027 August tarehe 8. Hao ndio wapinzani wako hao. Kwa hivyo uruke juu, uruke chini, upige nduru, urukaruke, upige Rigathi, unyonge yeye hata ukitaka. Hii one time ni constant. Na wenye kuanzisha ni Wakenya milioni 22. Na hatutaacha. 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 Na hakuna, naniambia William, wacha hivyo unarukaruka hapo ukidanganya watu wa UDA. Wacha nikuambie. Kama kuna kitu Wakenya hawataacha, na kama kuna uchaguzi itakuwa rahisi kabisa, sisi kama Wakenya kukutoa kwa kiti ni 2027. Kwa sababu Mkenya akiamuka anakumbuka fees, anajilipia ulitoa. Anasema one time. Mkenya akiamuka anaona kaburi ya mtoto yake uliwa kwa maandamano, anasema one time. Mkenya akiamuka akiangalia pale Kwale mlichinja watu mkatupa na gunia, anasema one time. Bishop akiamuka akumbuke vile alikuwa tia gas kwa kanisa, anasema one time. Wafanyikazi wakiamuka waangalie payslip, akumbuke bibi alipotea sababu payslip haina kitu, anasema one time. Kwa hivyo hii uchaguzi umejitania wenyewe. Wewe mwenyewe ndio umejitania uchaguzi. Kila mtu ataamuka na njia zake kwenda kupiga one time. Kwa sababu ya vile ambavyo umewafinya. Hiyo ndio utamu ya hii uchaguzi. Hii uchaguzi itakuwa tamu. Hata Makarira huyo mlemavu ataamuka kwa hiyo wheelchair. Ile maneno ataona. For the first time, si aliambiwa na Auli hakuamuka. 2027 Makarira ataamuka kwa hiyo wheelchair. Ile taabu atakuwa amepata, hata ataenda kupiga kura one time. Viwete wataamuka hiyo siku ya uchaguzi ikifika. Visiwi na vipofu watasikia na wataona. Kwa sababu ya ile taabu William Ruto amewapitishia hapa. Hakuna rais mwingine ashaiua watoto bana.
Moi alikuwa mnyama lakini hakuwa watoto. Alikuwa anaua wazee wa rika yake. Kibaki hakuna mtu aliua Kenya hii. Mzee Jomo Kenyatta hakuna mtu aliua. Uhuru hakuna mtu aliua. William Ruto ndiye rais wa kwanza kuua watoto wenye hawana hatia. Hiyo siku ikifika, William Ruto acha kurukaruka, ngoma bado. Mambo bado, acha kurukaruka. Mambo bado ni mapema. Ngoma itachezwa. Visivi, viwete, vipofu watamuka. Wote wataenda kukupigia kura uende nyumbani. Wote wataamuka kukupigia kura uende nyumbani. Umefinya wa Kenya ya kutosha. Hatuwezi vumilia tena. Mimi ni mzazi hapa. Niko na mtoto mdogo. Wale watoto ulikuwa unapiga siku ya Sunday kwa kanisa ni watoto umri ya watoto wangu. Kwa sababu ya kilio na uchungu ya mzazi, mimi vile ambavyo umeteza hao watoto, mimi na wengine wengi ambao tuko na ubinadamu tutaamuka kuhakikisha kwamba wameenda nyumbani. Kwa hivyo tutaitana mkutano wale watu wametahiri. Hatutakubalisha mwanaume yote kutoka nje kuja kupiga watoto wetu na mabibi zetu. Tutakubali hiyo. Kama mbaya itakuwa mbaya. Sisi tunapenda amani na hata yanajua hivyo tunapenda amani. Lakini utulivu wetu hatutakubali waichukue kama sisi ni wajinga ama sisi ni waoga. Tutakubali. Ni hayo. Mfikisha ujumbe. Asanteni sana.